Ilika mambo vipi? Poa madam. Nzima. Nashukuru. Poleni sana. Asante sana. Poa. Sawa, tuzungumzie TRA United kwa msimu huu. Kwanza mmejipangaje nyinyi kama wachezaji? Kwanza ninashukuru mpaka sasa hivi maendeleo yako vizuri na tumefanya mazoezi, tuna wiki sasa hivi toka tunatoka kwenye mapumziko na tumejipanga kwa michezo inayokuja. Tunaweza tukasema mwanzo haujawa mzuri sana kwa michezo miwili ambayo tayari imeshacheza TRA, na kipindi hiki ambacho mmepata cha kujiweka sawa, tutarajie utofauti kwenye mchezo ujao? Ya, tumejipanga na tumejua makosa yetu ya mechi iliyopita na kocha kasisitiza sana sitaki makosa jirejee. Kwa hiyo tumelichukua hilo na timu ni mpya hii kwa sababu ilikuwa Tabora imebadilishwa jina imekuwa TRA sasa hivi. Kwa hiyo tulobaki wa mwaka jana wa Tabora tumebaki kama wachezaji watano. Kwa hiyo kuna wakati mgumu wa kuifanya timu ikaunganika, ikaona mshikamano mpaka ikatimia timu wake. Kwa hiyo kwa tuna kazi ngumu sana ya kocha kuifanya kutoka pamoja mpaka tukawa tunafanya vizuri. Kwa hiyo katusisitiza sana michezo inayofuata lazima tupate matokeo. Yeah. Mpaka kubaki pengine labda tuseme imechukua sababu kubwa sana mpaka TRA kufanya maamuzi ya kubaki na striker aina yako. Pengine labda kipi ambacho tutarajie kutoka kwako msimu huu? Msimu wa mwaka huu tutarajie mazuri kwa sababu nimetoka kwenye chani, nimepata mazoezi vizuri, nimepata mechi fitness nzuri. Kwa hiyo nahakikisha na muahidi mwalimu wangu kupambana kadri ya uwezo wangu kuhakikisha timu yangu naipa nafasi nzuri na mimi mwenyewe najiweka nafasi nzuri kwa mfungaji bora. Hayo ni malengo yangu. Wana mafanikio yao. Okay. Na wachezaji ambao walikuwa natamani nifikie renki zao za mpira ni Abdalla Juma, Kidishi, ni mastreka ambao walikuwa wanatizama sana na niliwahi kuwasikia mwanzo na baadaye nikaja kuwaona live. Hao ni wachezaji ambao walikuwa nawahusudu sana kuhusu kucheza, lakini kimaslahi ni na usudu sana kuona wachezaji wenzangu kama kina Fei wanapata maslahi mazuri. Ni hicho kitu ambacho nakipambania na mimi nipate maslahi mazuri kama wao. Yeah. Beki wazuri wengi lakini asilimia kuna wazaji wa Azam, Yanga na Simba wale. Kuna beki mmoja anaitwa Yaro Ibrabaka yuko vizuri na kuna beki mmoja anacheza Simba. Kuna beki mmoja mweusi hao ni beki wagumu sana, kwa hiyo hata ukicheza nao lazima uchukue tahadhari sana. So muda wote ukiachia mwili unaweza kupata injury au usifanye malengo yako. Tunaona miongoni mwa vilabu hasa hivi kubwa ambavyo mara nyingi tunaviona vikienda kuwakilisha Tanzania katika michuano mbalimbali ya kimataifa, wakiamini sana katika strikers wa kigeni ambao tunaona mara zote wanakuwa wanapata nafasi kwenye vikosi vya kwanza. Wewe kwako hili unalizungumziaje, na pengine labda kuna kitu pengine nyinyi kama striker wazawa mnatamani siku moja kiwe? Yeah, hicho ndio kitu ambacho tunakipambania sasa hivi, na asilimia sasa hivi timu yetu Tabora tuna mastreka 4 wote ni wazawa. Mmoja tu ndo anatoka nje ya nchi. Kwa hiyo naamini sasa hivi kuna nafasi kubwa kupata nafasi na kushirikiana kufanya vizuri, kwa sababu tofauti ukicheza na mtaji wa kigeni inatakiwa umsome sana, na ligi ya Bongo atakuja kumsoma mtu ligi shaisha. Kwa hiyo tunapitia wakati mgumu, lakini naamini kwa msimu wa mwaka huu tutafanya vizuri na tuna timu nzuri kaanzia beki midfield mpaka mbele. Kwa hiyo naamini tutapata nafasi, tutatumia uzuri. Top 5 yako mastreka bora ambao wanakipiga mpaka sasa hivi kwenye ligi ya Tanzania, wazawa pamoja na wa kigeni, nani na nani? Waseka wakizao nawapenda au nawaelewa kwa sasa hivi wacheza vizuri. Mzize anacheza vizuri, kuna Saduni anacheza vizuri. Kwa wachezaji wa kigeni kuna Soa striker anacheza vizuri, na muelewa ni mkubali sana uchezaji wake, upambanaji wake. Suleiman Mwalimu napenda upambanaji wake, naamini akizidi bidii atafika mbali zaidi. Yeah. Prince Dube. Prince Dube pia mchezaji mzuri sana, striker sana mzuri. Yeah. Shukrani. Okay, sawa.